Karibu sana, karibu tena, mmekaribisha siku ya leo kwa programu yetu. Najua ni siku nyingine mpya katika maisha yako ambayo Bwana ameifanya. Kwamba mimi na wewe tuweze tukabarikiwe na kusherehekea. Najua ni siku nyingine, mtu anapolala na kuamka ni sherehe. Na wengi ambao walilala, walitamani waamke kama wewe na mimi, lakini hawakupata nafasi. Ila wewe kama umeamka, inamaanisha kuna kile kitu ambacho Mungu anataka katika maisha yako. Mungu bado ana lazima yako, ndio maana bado unaishi. Kwa hivyo nataka tuende tusikie neno la Mungu, na najua utabarikiwa siku ya leo na itakuwa ni siku ambayo ni ya baraka kwako. Nataka usambazie jirani, ndugu na rafiki. Unapobarikiwa usibarikiwe mwenyewe, lakini tamani kubarikiwa na ndugu na rafiki. Nataka kwenda play wimbo, na huo wimbo utakao unaisha tunaingia kwenye neno. Neno yetu ya siku ya leo ni kichwa cha neno nasema chumvi ya dunia. Na chumvi ya dunia ni katika maandiko matakatifu, tutasikiliza na Mungu amani akubariki. Samahani, share na rafiki, share na ndugu, na mbarikiwe pamoja naye. Karibu sana, karibu. Sambazia jirani, sambazia ndugu ambao wanataka ubarikiwe pamoja na yeye. Karibu sana. Chukua kalamu na karatasi, unapofuata mahubiri andika kitu chini ambacho kitakusaidia. Asante sana. Yes. Nanya kotuta tembe na uzali. Osala misala emurana na miso ya batu. Na Egypte tino loba yebi. Misala ya lobo kono ya mula. Faoni kanisa kielombe sukali boso ya Israela. Wanga etalisi yosanzambe mususute. Mususute. Kimozoto komona Yesu mona mukena maboko kwa mama na ye zokande ngokonzi eloba makina lisako ya Isaya akozala mobiki bamemaki olobami maki malasi pakala malasio kobuma melo ya bongina lokumu mwana na mpate na yokate oya leki yo Yesu na nguya Sokia bango aza mokonzi ya biso mokonzi na bakonzi. Ebanda poni na yemba Yesu Zambe mokele sika moko na bikelangu. Haleluya. Cheza. Yes. Toyemba lisusu nani Zambe, limbale za mokonzi, lemsato za papa, lemne ya la kate, lemtano za nyoso, yes. Libera sani za, na yokate, oya lekiro Yesu na mbuya. No monate, oya lekiro Yesu na makase. Banina pula Yesu na ngai Zambe na bomoise Utamukiriza la kino lelo Neye Zambe mususu te Uetambola na mai Uese kusala salo Asili sa makasi La force des pesanteurs
matanga likolo Nangwele ya buzambe Eya butu eya na moi Nakobangelo komokote Azalise moko Takamwana pengoni mosantu Seye monge bibebeto sakale Achabule vanga mai Seye moko Seye moko Ane kunusu Osalaka misato Oya kumperanga Azalise yo moko Yese Nango masasigi ya sobo Osalaka na musena eli Bakenda wapi otikala yo moko Ana journée mosala kabatu ebele Mongongwelo bato yokase yo moko Yesu Même si les hommes ne sont pas d'accord Ngai na tatoli Tu es mon Seigneur et mon Dieu Ozalise yo moko Tatende mokonzi na ngai Bate na zanda Mosato koma kilisu Kongai na koma mosato Yango na soki bagrade na ngai Nimosona yo mosato Ngai na tikilo lendo na ngai Nimosona yo mosato Ngai na kutina mabolongo ya ya Nakumamili yo mosato Ena kutu ya moi Nakubane no komo kote Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Karibu sana. Mwimbaji anauliza, nataka unihesabilie wale ambao wanamshinda Yesu Kristo nguvu. Hayuko na hata kuwa na hata wahi kuwa kamwe. Asante sana, karibu sana. Nimesema somo la leo inaitwa chumvi ya dunia. Na bila kuchelewa tuenda kusoma katika kitabu kia Mathayo 5 mstari wa 13 mpaka 16. Nataka unifuate Mathayo 5 ama Matthieu 5 kuanzia 13 mpaka 16. Kichwa cha neno inasema chumvi ya dunia ama le sel du monde kwa Kifaransa. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika Mathayo 5:13, Biblia inasema ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. 14 nasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. 16 vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Somo langu ni kwa mstari wa 13. Biblia inasema, asemi ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Chumvi ya ulimwengu, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini tena hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Aseme sisi ni chumvi ya dunia ama chumvi ya ulimwengu. Na tunaposema ulimwengu ni dunia ambayo tunayaishi ndani, minus wale watu ambao hawajaamini, wale watu ambao ni wapagani. Sasa Biblia inasema sisi ni chumvi ya ulimwengu. Chumvi ni nani? Tutaelewa leo chumvi ni nani na kazi ya chumvi katika maisha ni nini. Kazi ya chumvi katika ulimwengu ni nini? Nataka tuzungumze za chumvi. Nadhani chumvi kila mtu anaelewa chumvi ni nini. Chumvi ni ile substance ya mweupe, ni kitu ambacho ni cha mweupe, ni kama mchanga ama mawe ya mweupe. Na chumvi inakuwa inafanya kazi kwa kupatia ladha ama guu kwa chakula. Chakula ambayo haina chumvi ndani mwake, mara nyingine haina hata ladha, haina guu. Hauwezi kuitest. Ukijaribu kuitia kukinywa hauna apeti, manake chumvi inaleta apeti ndani ya chakula. Na Biblia inasema hapo 13 inasema kama chumvi ikipoteza utamu wake, je, itatiwa tena nini ili kwamba
iitwe chumvi. Sababu haitwe chumvi tu sababu ni chumvi, ila inaitwa chumvi kwa sababu ya kazi yake. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kinahitajika ndani ya chumvi, ni utamu ndani ya chumvi. Bwana asifiwe. Nimesema chumvi, mtu ambaye hakuli chumvi ni mtu ambaye huenda ana matatizo ya kiafya ama ana problemu ya sante. Ndio mtu ambaye anaweza kuwa hakuli chumvi ama hakule nini. Ukiona mtu ameandikiwa vitu hakule chumvi, manake ana matatizo katika mwili wake, inabidi atibiwe ili kwamba atumie chumvi. Na kando na chakula, chumvi, nataka tuelewe chumvi inafanya kazi gani, ili kwamba uelewe ni chumvi na kazi yako ni gani. Kando na chakula, ukiangalia chumvi inajue role sana katika mambo mengi sana katika maisha ya mwanadamu. Chumvi inaaparetre ama inapatikana katika maeneo nyingi sana, hasa kwa madawa na chakula ingine, maalimade d'energie inahitajika ndani chumvi. Ndio maana ukiona katika dawa kunaona mahali wanaandika chumvi, wanaandika doze ya chumvi. Ukiangalia hata maalimade zingine ndani ya supermarket ama kwenye duka unaenda kununua vitu, kuna mahali unaona wanaandika chumvi, maana kuna presence ya chumvi katika ma produits pharmaceutiques. Kuna mahali unaona chumvi iko, maana chumvi iko na sehemu sana katika maisha ya binadamu. Ni kitu ambacho ni kidogo sana, lakini kina maana sana katika maisha ya mwanadamu. Na chumvi inakuwa kama dawa. Niliona zamani tulikuwa watoto tunacheza ball, ukiumia unagonga mwingine, kama damu bado inatiririka iko fresh, ulikuwa unakamata chumvi unaweka hapo, inachoma kabisa moto, lakini kidonda inakauka. Kwa hivyo chumvi ni dawa. Kwa wale ambao mjua, ukianguka tu unajigonga, na kijana kadogo kalikuwa kakiona nimeumia, kanakuja kwangu haraka, dadi anaitwa Cedric, kanakuja kanaweka chumvi hapo, kanajua chumvi ni dawa. Kwa hivyo chumvi ni dawa. Chumvi, Biblia inasema sisi ni chumvi ya dunia. Maanake sisi ni dawa ya dunia, lakini tutakuwa dawa ya dunia namna gani? Aseme kama chumvi kiharibika haifai tena, inabidi ni kukanyangwa tu, inatupwa na kukanyangwa na watu. Na ikikuwa kitu cha kukanyangwa, manake hakina valeri, hakina samani, kimeharibika, hakina kazi tena, kiwezi kikasaidia. Tulisoma wiki iliyopita, niliwaambia kuhusu hadithi ya mji wa Yeriko. Biblia inasema watu walikuwa wamekuwa na matatizo mengi, shida zilikuwa nyingi sana, maji ilikuwa imeharibu watu. Biblia inasema wanawake wajawazito ilikuwa inaharibu afya wa mama, na watu wengi ilileta madhara nyingi katika mji wa Yeriko. Alafu watu wakamwambia, angalia huu mji ni mzuri. Wanaambia mtumishi wa Mungu, angalia mji huu, kila kitu ni kizuri, lakini maji yanazaa mapooza. Na mtumishi wa Mungu akajua siri nini, niweke chumvi kwenye maji ili kwamba ikatakase maji, ikapurifie maji. Maanake chumvi ni alama ya purification, ni alama ya kutakasa. Kwa hivyo Elisha akaomba chumvi ili aende kuweka kwenye chemchemu ya maji, akaende kuweka kusource ili kwamba maji kuwe purifie. Chumvi ilitumika nafasi ya purification, na baada ya kuweka chumvi, Biblia inasema watu wakashuhudia, watu walipata kuponya, mji mzima ukaponya kwa sababu ya chumvi. Inawezekana maisha yako ni mazuri, inaonekana wewe ni mzuri sana kimwili, kiinje, lakini maisha yako kuna kasoro, kunahitaji chumvi ili kwamba maisha yako iboreshwe. Ndio unaona mtu anatembea ni mzuri, ako smart, anaonekana outlook unaona ni vizuri, lakini kuna kasoro katika maisha yake. Ni mtu ambaye anahitaji chumvi katika maisha yake ili kwamba awe mtu ambaye anafaa, awe chombo ambacho kinafaa, awe elema ama outil de travail kwa Mungu, sababu Mungu anataka kutumikisha watu wa kila aina. Lakini kuna vitu zingine ambazo Mungu anataka atekase katika maisha yako ili kwamba ukue ambao unafaa. Biblia inasema Elisha akatupa chumvi na mji ukatakaswa, maji yakakuwa mazuri sana, ikakuwa na ladha bora kwa watu, ikasaidia watu. Na sasa swali langu nataka nikuulize, je, bei ya chumvi kwa market ama kwa soko ni bei gani? Ukienda kwa soko kwenda kununua kitu chakula, nadhani chumvi ni kitu ambacho ni kia bei chini, chipa. Kitu ambacho kiko le plus moins cher ku marché ni chumvi. Maanake mtu anaweza kuambia ana chakula kwa nyumba, lakini chumvi ni rare sana mtu akose chumvi. Ndio maana ukutana wakati nyingine mtu anakosa chumvi, ukikosa chumvi hata unaweza enda kwa jirani, hata jirani mchoyo wa namna gani, ukisikia mtu anakunyima mpaka ana chumvi, maana huyu mtu ana matatizo, ni mlafi. Bwana Yesu asifiwe. Aseme chumvi ni kitu ambacho ni kia mweshe. Maana unaweza enda msoko, kama ni kitu ambacho hauwezi kosa ndani ya nyumba ni chumvi.
na ni kitu cha bei chini, lakini kina thamani sana katika afya ya mtu. Chumvi ni kitu ambacho kinaonelewa hakina heshima, lakini kazi yake kila mtu anakihitaji tu kwa nyumba. Chumvi ni kitu ambacho hakina bei ya thamani sana, ili kwamba kila mtu akifikie, kila mtu akiafford, ama kila mtu akuwe na access kwa chumvi. Ndio maana inakuwa na bei tu nafuu, bei chini, ili kwamba kila mtu aifikie. Lakini pamoja na kukua bei chini, sio kumaanisha ni kitu ambacho cha kudharau, ni kitu cha maana sana. Mtu ambaye anajua siri ya chumvi hawezi akaitupa ama kuimwanga. Kwa sababu ya nini? Ina maana sana katika maisha ya mwanadamu. Nimesema jirani ambaye ni mchoyo akikuima na chumvi, maana yake amefika kiwango kingine kia uchoyo, inabidi sasa aombewe. Sababu mtu anaima hata chumvi ni ngumu sana, sijui anaweza kupatia na nini. Kwa hivyo nataka nikwambie, chumvi nimesema inakuja kwa sababu ya kuleta ladha ama kupatia appetit chakula. Ikuwe quantity ya chakula namna gani? Unajua chumvi kanaweza kuwa ni sufuria ama chungu kubwa ya chakula, ukiweka ndani ka chumvi kadogo tu, kanakuwa kanabadilisha utamu ya chungu mzima. Ukiona hata kwenye mapati ama masherehe za ndoa, kuna hizo vichungu, hizo sufuria kubwa kubwa, wanapiga chakula, ukikutana chumvi wanaweka ndani, ni kachumvi kadogo, na hii chumvi itaenea hii chakula yote nzima. Kwa hivyo chumvi ina nguvu sana. Chumvi iko na ile force ya kuatire. Chumvi iko na uwezo ya kuvutia, ya kutawala. Maana kila kwenye chumvi ndio wanasema nyinyi ni nuru. Biblia ukichuka hapo chini unasema ni nuru. Kila nuru ukifika kati ya giza, unawashaka katala hata ni kadogo, mugiza kubwa kanawaka, kanaangaza, kana domine. Maana chumvi inaweza kuwa ni kidogo, lakini kiingia tu ndani unasikia tu kunakuwa changement, kunakuwa mabadiliko. Kunakuwa maana kitu kunakuwa kitu ambacho kana nimesema peu importe quantité ya chakula ikuwe ya namna gani, ukiweka tu ndani chumvi inakuwa inabadilisha nguvu. Inaleta nguvu nyingine. Chumvi inabadilisha appetite. Unaweza kuwa umeweka mafuta, umeweka viungo vyote, lakini kama hujaweka chumvi inakuwa ni tatizo. Waseme Jericho walikuwa na kila kitu chote, lakini walihitaji chumvi. Na Biblia inasema wewe na mimi ni chumvi ya dunia. Je, sisi ni chumvi ya dunia namna gani? Chumvi imelinganishwa na mtu, na wewe na mimi nimesema. Na sasa mtu ambaye ameokoka ndio mfano ya chumvi. Kuokoka maana mtu ambaye amemkubali Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha na anamfuata Yesu Kristo. Mtu ambaye anatembea sawa sawa na matendo ya Kristo. Ule mtu ambaye kama hivyo ndio chumvi, sababu amekuwa ni msaada. Mtu ambaye ni chumvi, mtu ambaye ni Mkristo, mtu ambaye ameokoka, hata akiingia kwa nyumba yako, akiingia kwa ndoa yako, kama kuna matatizo, suluhisho inatokea. Anaweza fika kwenye nyumba, kuna vurugo, kuna vita, kuna nini, lakini ule mtu akiingia ndani analeta mabadiliko. Bwana asifiwe. Mtu mwenyewe ni chumvi, mtu ambaye ameokoka, akiingia katika maisha yako, akiwa rafiki yako, akiwa mtu wa karibu na wewe, ni mtu ambaye analeta suluhisho katika maisha yako, ni mtu ambaye analeta mabadiliko. Hata kulikuwa matatizo ya namna gani, nimesema chumvi ni kadogo tu, haijalishi una ukubwa wa namna gani, haijalishi ule mtu ni mdogo namna gani, lakini kama huyu mtu ni chumvi, akiingia katika maisha yako, ni lazima kuna mabadiliko. Ni lazima kuna kile kitu ambacho ataleta. Ni lazima kuna kile kitu ambacho utaona mwangaza katika maisha, kwa sababu umepata chumvi katika maisha yako. Bwana asifiwe. Maana kila matatizo yote, shida zote za nyumba yako, ndoa yako ina tatizo, lakini ukikutana mtu ambaye ni chumvi ya ulimwengu, mtu ambaye amejijua yeye ni chumvi, atakuwa ni suluhisho, atakuwa ni porte de solution kwa probleme katika nyumba yako. Inaweza kuwa ni matatizo ya kiuchumi, ama ni matatizo ya ndoa, ni matatizo gani ya ukosefu, lakini yule mtu akikuja atakuwa faraja katika maisha yako. Unakuwa umekutana mara nyingine, unapata matatizo, umechanganyikiwa, na unapata mtu anakuja tu katika maisha yako, hajakuletea pesa, hajakuletea nini, lakini maneno ambayo anakuzungumzia ni matamu sana. Unasikia kabisa ni maneno ambayo inasisimua tena imani yako. Huyo mtu ni chumvi ya ulimwengu. Ule mtu ni chumvi, amejijua yeye ni nani. Na Biblia inasema ikichafuka haiwezi kutakaswa tena. Ikiharibika, nini itatiliwa tena katika chumvi? Yaani sio rahisi chumvi iharibike, sababu ikiharibika hakuna reparation. Bwana Yesu asifiwe. Chumvi ikiharibika hakuna reparation. Na sasa nikwambie, wakati mtu anakuja kwako, nimesema mtu amekuja kwako ni mtu ambaye ni chumvi, anakuwa ni faida sana katika maisha yako. Mtu ambaye amekutana na wewe katika maisha, ukutana mtu ambaye ni chumvi,
ni ule mtu ambaye amekutana na Kristo, ule mtu ambaye amepondwa, amefinywa kabisa. Aseme mfinyanzi amemfinya, amempatia shape ingine, mtu ambaye amekuwa transforme. Ndio ule mtu ambaye Biblia inasema ni chumvi. Sio kila Mkristo ndio chumvi, lakini Mkristo ambaye amepitia brisma, mtu ambaye amekuwa affermi, ndio mtu ambaye atakuwa chumvi katika maisha yako. Bwana asifiwe. Maanake anakuja kuleta solution. Nataka nikupatie jambo kasopo sana. Unajua kuna mtu katika maisha anaweza kuwa amepitia matatizo mengi sana, na mara nyingi unapata mtu ambaye atakusaidia. Wenda ana experience ya maisha. Kuna watu ambao wamepitia mashida nyingi sana, na ule mtu, sio kila mtu ambaye amepitia shida ndio anaweza kukuletea madhara, lakini kuna wengine wanaweza kuwa walipitia shida na kuwa msaada kwako. Jambo la kwanza, mtu ambaye anaweza kuwa amepitia shida, mtu ambaye anaweza kuwa amekuwa brise, amepondwa kabisa. Kuna wengine amepondwa na ulimwengu, kuna wengine amepitia mashida mbalimbali. Anakuja kuwa msaada kwako. Kwa sababu ya nini? Mtu ambaye wenda alifanya vitu na amejutia. Anaanza kujuta. Baada ya kupitia mistake, anajuta, nilifanya hivi kwa nini? Mtu ambaye baada ya kupitia makosa, amefanya makosa, anakuwa ile moyo wa dhamiri, conscience inamwambia nilikosa hapa, kwa hivyo siwezi shauria mtu mwingine hiyo njia, sababu hiyo njia mimi nimepitia imeniletea madhara. Ule ni mtu ambaye ni chumvi, sababu anakuja kwako na suluhisho. Lakini kuna mwingine anaweza kuwa amepitia matatizo mbalimbali, ila ndani mwake mna ile esprit ya revenge, hajakuwa transforme, hajakuwa brisé, hajapondwa, ni bado chumvi ambayo iko naturel, haiwezi kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Akija kwako, mambo yote atafanya kwako ni mambo unaona kabisa ni ya asili. Ndio Paulo alikuwa anaambia watu, naona nyinyi kama watu wa mwili, ninazungumza nyinyi kama vile watu wa mwili, sababu hata kama mmeokoka, lakini matendo yenu, lakini yale ambayo inatosha ambayo inatoka ndani mwenyu ni mambo ya mwili. Sababu kuna alama, kuna vitu ambazo Paulo alikuwa anaona ndani ya kanisa la Wakorinto, na akaona hawa watu ni wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu ambaye ni Mkristo, mtu ambaye ni chumvi ya ulimwengu, haongozwi na mwili, anaongozwa na Roho Mtakatifu. Hata kupeana shauri kwake, hapana shauri tu za kimwili. Ni mtu ambaye anaoga kwanza kupatia mtu shauri. Unajua ukipata mtu huenda saa zingine anataka kuvunja ndoa yake, alafu akuombe shauri. Unajua hawezi kuleta shauri kenyeji. Ndoa, nimesema ndoa ni kama kanisa. Kwa hivyo kutoa shauri kwa ndoa ya mtu ni ngumu sana, sababu maneno ambayo utaambia mtu anaweza akakuamini, sababu anajua wewe ni chumvi, na ole wako umpatie mambo mengine ambayo ni maana. Ndio maana mambo mengine inakuwa ni vizuri sana umuombee mtu. Mwimbaji mmoja alisema, ndoa yangu imevunjika, uniombee. Kwa hivyo kumwombea mtu ni bora kuliko hata unajua inabidi ujue, je, mimi ni chumvi kiwango gani? Je, mashauri ambayo anapatia mtu italeta appetite ama italeta nuru katika nyumba yake, ama itakuja kuharibu? Ndio maana vitu zingine inabidi hekima. Kwa vitu zingine kama hautaweza, leave it, achia Mungu, ama ambia tu Mungu msaidie. Kwa hivyo nimesema ule ambaye alivunjika, alikuwa brisé, na baada ya kuwa brisé akajuta, anaweza akakusaidia. Lakini mtu ambaye alivunja, aliharibu vitu, na bado ana ile esprit ya revenge, hawezi akakusaidia na kitu, sababu kile kenye atakusaidia ni revenge tu. Roho ambaye amejaa ndani ni revenge. Mtu mwenyewe hajapondwa. Nimesema kuna chumvi aina tofauti. Kuna nyingine chumvi ambayo iko lijiwa, haiwezi kusaidia na kitu. Ni chumvi ndio, lakini jiwe inabidi pondwe ndio sasa ikusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe inaweza kuwa ni chumvi, anaweza kuwa ni mtu ambaye ameokoka, ni Mkristo, lakini angalia maisha yake. Je, huyu mtu amepondwa ama ni mtu tu asili, ni mtu wa kawaida? Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza mtu ambaye ni wa kiroho, sizungumze na mtu ambaye ni wa asili, sababu mtu wa asili atakupeleka katika njia za asili na zinakupoteza. Presence yako katika hata nyumba ya Mungu, ukiingia hata mahali kanisani, mahali utakuwa na mtu ambaye unaleta watu, kila mtu atatamani asa, ule ndugu wako pale, huyo mama wako pale, acha niende. Lakini kama wewe ni chumvi ya asili, wataangalia ule naye anaingia kaumo, ule naye anaendaka pale, hakuna kitu pale. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ni chumvi ni ushuhuda. Watu wanatafuta chumvi, kila kwenye chumvi iko watu wanaitafuta. Haujawahi kuona wafanya publicity ya chumvi? Hapana, chumvi haifanywi publicity, inatafutwa tu. Ifanywe publicity, isipofanywa utaponunua chakula utafuta chumvi. Kwa hivyo mtu ambaye ni chumvi anatafutwa. Bwana asifiwe. Mtu ambaye ni chumvi, kila mtu anataka akue karibu yako. Kwa hivyo kila kwenye utaingia, nimesema hata ukiingia mahali kanisani watasema ule mtu wako pale kabisa hapa. Kama ni hivi maisha huyu mtu, unajua kila mtu akikuona anakuwa anaangalia tabia zako.
ningetamani nione kwenye huyo ndugu wanashiriki kabisa. Kuna mama moja tulikuwa nashiriki na zamani wakati nimeokoka. Hiyo mama alikuwa na mume wake, alikuwa anaenda kanisani. Mume wake alikuwa hajawahi tamani kwenda kanisani moja hata siku moja, sababu mama alikuwa na tabia ambayo ilikuwa kabisa ni ngumu sana. Alikuwa anashiriki kanisa, mikutano ya kanisa, vitu za kanisa, lakini maisha yake mbele ya mume wake haikusoma kitu. Mume wake hakuona kanisa ndani ya maisha, na huyo mume wake hakutamani siku moja hata kwenda kanisani. Sasa siku moja akakuja kwenye kanisa letu, na hapo ndio kanisa mahali niliokoka mimi. Alipokuja alikuwa anashiriki kwa kwaya ya mama. Sama wakati nyingine mtumishi wa Mungu, mchungaji akipita hapo, mama akienda kwaya practice ama Sunday akipita, mchungaji akipita anambia anamuita mzee kwa jina ya mtoto wake, ukuje kanisa. Ndakuja tu pastor. Kumbe huyo mzee alikuwa hajakuwa convinced. Makanisa yote mke wake alipita, alikuwa hajaona kabisa transformation katika maisha ya mke wake. Siku moja huyo baba alikuja kanisa, akasimama akasema, kweli nimesimama hapa kanisani. Hata mke wake hakujua, ilikuwa ni surprise. Alisimama kwenye madhabahu akasema, ninasimama hapa siku ya leo, ninaona kabisa mna Mungu, nyinyi mna nuru kabisa. Aseme nimeona tangu mke wangu ameanza kuingia kwenye hili kanisa, nimeona mabadiliko katika maisha yake, na ndio maana leo nimeamua kila siku tunakutana na mchungaji, tunapiga story, akiniambia mambo ya kanisa sikuji, sababu nimekuwa na bad experience na mke wangu. Kila kanisa anaingia sijaona mabadiliko, lakini tangu ameingia hapa nimeona mabadiliko, na nimebidi leo nikuje kanisani. Kuanzia leo mimi na mke wangu na watoto wanaimba kwaya, tutakuwa tunakuja pamoja kanisani. Kwa hivyo mtu ambaye ni chumvi ni mtu ambaye analeta watu kwa Kristo. Sio kuleta watu kwa Kristo sababu nakamata Biblia na uhubiri, lakini kabla hata nihubiri watu, matendo yangu kwanza yanaleta watu kwa Kristo. Watu wananitafuta, watu wanatamani sana wakukaribia, sababu wewe ni chumvi. Unaleta ladha, apeti. Maneno ambayo tunazungumza katika mdomo yako ni maneno ya kubariki watu, sio maneno ya kuvunja watu moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe ni chumvi, natakana ujue ni chumvi ya namna gani ambao ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na njoo mnakutana matatizo mengi yanakuja kwa sababu ya nini? Watu tumeshindwa kujielewa sisi ni nini. Sisi ni Biblia inasema sisi hatuko wa ulimwengu, sisi tunapita njia, sisi ni wapita njia katika ulimwengu. Na kutokujielewa imekuwa ni shida sana. Nimesema chumvi ni kitu cha maana sana. Na jambo nataka nizungumzie, chumvi kipitisha doze yake, ukitia tena chumvi ya mingi ni changamoto, na ukisha ikoleza nane kuitoa ni ngumu. Unajua ukiweka chumvi quantity ya mingi, unaweka chumvi nyingi tena nayo excess, inakuwa tena matatizo kwa afya ya mtu. Nataka nikwambie, wakati unaweka chumvi, weka kidogo. Unajua kwa asili ya chumvi mtu anaweka kidogo, anajaribu, anatest, akisikia inakuwa haijashika anaongeza, akisikia inashika haijaongeza. Vile vile katika maisha ya mtu. Hapana kutoa ushuhuda, unaanza shuhudia mtu, huyu mtu ni mtakatifu, unamtilia chumvi mpaka kiwango ambacho unasahau kama ni binadamu. Unajua kuna vitu vingine fanya step by step. Chumvi inawekwa account good. Inaweka kidogo kidogo. Mtu anaweka kidogo. Hapana kutoa tu kidogo ushuhuda ya mtu siku moja na unasema huyu mtu mtakatifu, huyu sijui ni hivi. Enda polepole na mtu. Weka chumvi kidogo kidogo, hatua baada nyingine. Baada ya kujua hiki unashuhudia, baada ya kujua hiki unashuhudia. Mambo mengine ukiweka chumvi nyingi inakuwa ngumu hata kuiondoa. Can you imagine ulifanya kampeni ya mtu, mtu ambaye tunaweza kumfanyia kampeni Kristo peke yake, sababu hana kasoro katika maisha yake. Katika historia ya Yesu Kristo hakuna kasoro, lakini unapofanya kampeni ya mtu, angalisho sana. Ndio maana mambo ya Mungu mara nyingine fanatism inakata, haiko kabisa, haina nafasi. Unapofanya kampeni ya mtu, kumbuka ni binadamu. Hatua baada nyingine, shuhudia yale ambayo umeona ameyafanya, shuhudia yale ambayo ume experience. Unajua kuna vitu zingine zinafanyika na vitu ambavyo ni ma demonstration. Kuna watu wenye yuko très fort mu demonstration, anaanza kufanyia demonstration hapa mpaka unasema huyu ni Yesu mzima, huyu ni mtakatifu 100%. Kwa hivyo unapotoa ushuhuda ya mtu, enda polepole, tia kachumvi kadogo kadogo. Kuna vitu zingine utashindwa kuretire baadaye. Unapata ulijiachia mtu sana wewe wote mpaka unashindwa kujua kama kuna madhaifu, kuliko hata umuombee. Samani, afadhali uombe mtu kuliko kupatia kushuhudia mtu, manake ni kama ni 100% mtakatifu. Hapana, kila mtu ni binadamu, ana kasoro zake fulani. Kwa hivyo unapasha, kabla ushuhudie mtu, inabidi ujue umepitia hiyo hatua na huyo mtu, unamjua huyu mtu ni mzuri, hapa ni mzuri, na utakuwa na sijia kumuombea. Unaweza kuombea mtu sababu umejua madhaifu yake, unaweza kumuombea. Lakini chumvi, kukoleza chumvi, mambo ya kukoleza Mkristo sio mtu akwenda na koleza kila kitu.
Angalia kabla ukoleze kitu, kabla useme kitu, hakikisha kile kitu una uhakika nacho. Bwana Yesu asifiwe. Chumvi mingi ikikuwa nyingi inaleta tena shida. Ndio unaona sifa tena nyingi kwa mtu zinaleta hasira, sababu mwanadamu havumilie sifa. Nilisema last time, Mungu ndio sifa. Kama kuna ule anaitwa baba sifa, ni Mungu. Ule ndio anastahili sifa. Mwanadamu havumilie sifa. Ukimsifu sana na mharibu, afadhali muombe. Hata kitenda kitu ambacho kinaitukuza Mungu, mwambie Mungu msaidie asipande kiburi. Ndio nasema chumvi kikuwa mingi tena, unamsifu tena mtu sana, inakuwa tena hasara, inamletea hasara. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana angalisho sana, mambo na fanatism katika mambo ya Mungu ni ngumu. Unafuata mtu kiupofu. Baadaye ukiona mambo mengine yanatokea, utashindwa kuretiria maneno ambayo uliyazungumza. Ndio maana ongea kwa mfupi, inamaanisha kuwa na kiasi katika maisha ya Ukristo. Mtu ambaye ni chumvi anakuwa na kiasi. Ndio kikuwa na reserve wakati nyingine mambo mengine unazungumza, kuwa na reserve, sababu kuna vitu vingine utashindwa kuretiria baadaye. Ndio unakutana leo marekodi washama na rekodi, ulisemaka tu passage fulani bana rekodi. Kwa sababu ya nini? Wewe ndio ulikuwa unashuhudia huyu mtu hivi. Leo inakuwa namna gani unamgeuka? Wewe ndio ulikuwa hivi na hivi. Number 1, ulitia chumvi ya mingi. Chumvi ina kiasi. Sijakwambia usitende matendo mema mengi, tenda. Lakini mambo una ushuhuda. Kuwa na kiasi katika mambo yote ambayo unayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatukompare na nini? Kwa sababu inasema sisi ni chumvi. Kwa sababu gani? Aseme chumvi kipoteza utamu wake, itatiwa nini ili kwamba iwe tena na nguvu? Ifanye kama vile chumvi. Aseme hapana, itatupwa na itakanyagwa na watu. Sijui kama wewe ni aina gani ya chumvi. Ninapozungumza na wewe ndugu na dada yangu, wewe ni aina gani ya chumvi? Maisha yako imeadhiri watu wengine namna gani? Namna gani maisha yako ina affect watu wengine? Kanisani kwenye unaingia, community mahali unaishi, mahali unafanya kazi, maisha yako watu wanaona nini katika maisha yako? Chumvi, wanapata chumvi ya namna gani katika maisha yako? Je, ni ladha gani ama guu gani ambao unapatia watu? Ukiingia kwenye ndoa ya mtu, ni wewe tena unakuja kuharibu tena. Ukiingia kwenye familia kuna matatizo, ni wewe tena unakuja kuongeza matatizo mengine. Sasa mpaka wanakosa picha ya Ukristo. Na sasa huyu ni mtu gani? Kanisa gani anaendaka? Hiyo ndio swali wengi wapagani wanauliza. Huyu mtu anaingia mkanisa, siku tu atakuona tu uko na Biblia ama uko naimba, huyu anaingia mkanisa. Maana yake wewe umekuwa chumvi ya asili sasa. Kila mtu konakuwa anakimbia juu chumvi ya asili na mashaka haijatengenezwa. Kuna wako chumvi yenyewe imetengenezwa, imepitia imesibiri matransformation za mingi, ndio ile chumvi inakoka iko itile kufanywa kazi. Sasa wewe ni mtu ambaye ni chumvi tu, lakini chumvi ambayo haijatengenezwa. Unakuwa kuna sel naturel na sel iode. Ile sel iode ni chumvi ambayo ilikuwa ni ile chumvi tu ya majiwe, ilipondwa ponde na sagwe na tengenezwa vizuri, alafu ndio inakuwa ya mzuri kwa kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu ambaye ni chumvi ni mtu ambaye ni chumvi ya dunia, yule mtu ambaye amefanyiwa kazi. Kwa lugha nyingine, mtu ambaye amekuwa affermi. Unajua affermism, mtu ambaye ameokoka, umetoka katika hali ya asili. Inabidi ufunze neno la Mungu, inabidi utengenezwe ili kwamba uwe mzuri sana, uwe ambaye unafaa kwa ajili ya kusaidia watu. Sababu iko nguvu sana usaidie watu kama wewe mwenyewe unahitaji msaada. Ni tatizo ngumu sana. Kwa hivyo chumvi ambao iko na tirel ni chumvi na tirel. Nimesema ni jiwe. Sasa zingine ukiisiaga una mchanga ndani. Hata ukitia mchakula ni mchanga, kuna zingine michanga ndani, lakini inabidi itengenezwe kwanza. Inachujwa, wanaichuja vizuri, sijui wanachanga vitu gani ndani ili kwamba ikuwe chumvi. Ndio wanasema sel iode ndio iko conseillé kutumia. Kwa sababu ya nini? Ile ndio itasaidia afya yako. Kwa hivyo sio kila mtu katika maisha, sababu ni Mkristo, ndio anaweza kuwa msaada katika maisha yako. Lakini angalia kwanza matunda ambayo anazaa. Angalia ladha gani, guu gani ananipatia ili kwamba awe msaada. Watu watakuja kwa kutafuta msaada wakati wanaangalia maisha yako, wanaangalia wewe ni nani. Nimesema chumvi ziko zile mbili, sel naturel na sel iode. Ni chumvi tofauti mbili. Zote zinaitwa chumvi, lakini kazi yazo ni tofauti. Hii haijatakana ifanye kazi, inaweza kuwa na madhara fulani, lakini inabidi kwanza ipitie transformation. Nimesema mtu ambaye amekuwa transformé, mtu ambaye amekuwa brisé. Mwimbaji mwingine anasema ukigongana na Yesu utakuwa transformé, maana utabomolewa vile ulikuwa kabisa umejijenga, umejiamini. Atakuvunja wewe wote mpaka unajipata. Ndio unapata mtu alikuwa gangi, alikuwa anagombana zamani, lakini alipokutana na Yesu akamponda. Huyu naye angeweza kunyamanza, kumbe amepondwa, amepitia transformation. Lakini utakutana mwingine anasema ingekuwa
uko na bahati juu nilishaokoka, ningekuwa siyaokoka, ule mtu bado kuna tumakasoro make pressure kienda juu anaweza ripuka anagonga tena vile. Ndio unakutana mtu anamwambia uko na bahati nilikuwa nimeokoka, ungenikuta na siyaokoka. Angalisho ndugu yangu, manake pressure kienda juu utaacha, utasema hapana, ngwani njoo ulikuwa na wengine anambia ngwani acha kwanza wokovu nikuonesha na mimi kama ni kwa mpagani. Ndio ile chumvi ambayo haiyaisha ingali nafanywa kazi ili kwamba itumike kwenye nyumba, ikue ilete afya katika miili za watu, ilete afya katika kanisa la Mungu, ilete afya katika maisha ya watu, na watu wajisikie kubarikiwa. Sababu ya nini? Wamepata chumvi ambayo ina afya. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema chumvi ya asili na chumvi ya ile ambayo imepitia transformation ni chumvi mbili tofauti. Zote zinaitwa chumvi, ukiziona ni mweupe zote wenda, lakini kazi zake, madhara yake ndio tofauti. Kwa hivyo mtu ambaye amempokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha, mtu ambaye amekuwa transforme, ni mtu ambaye anafaa kwa ajili ya kusaidia watu, ni mtu ambaye ni msaada katika maisha ya watu, ni mtu ambaye akiingia kwenye community anabadilisha watu. Hawahitaji kutembea nafika mwai mwingine watu wanavala uchi, kwa hivyo mimi inabidi na mimi nivale sawa. Hapana. Unaweza ukabadilika. Unaweza kuwa mtu mmoja, nimesema chumvi nika kidogo sana, lakini watu wanaweza tamani waige tu, wakuige tu. Watu wote wanafanyaka hivi. Hapana, ngoja nifanye tofauti, ni difference, na unafanya utofauti na kila mtu anakutamani. Utapata kesho mtu unavala namna gani, ama unafanyaka hivi namna gani, mtu anakutamani, na mtu anakupenda kwa sababu anaona wewe unakuwa unique, una distingue miongoni mwa watu wengi. Kuka distinction maana kuna kale kagua anapata kwako, anasema mwa hii dunia bado kuna watu wa hivi, mwa hii dunia bado kuna hivi. Watu wanakuona tofauti. Kwa hivyo utofauti wako, kuna ile kitu ambayo ni uniqueness ndani mwako, kile kitu ambacho ni unique kwako. Kuko kalite zenyewe wewe uko nazo zenye ziko unique, lakini kutokujiamini. Ndio maana Wakristo wengi tumeingia kwenye matatizo, sababu tunaigaiga kila machafuko yote. Kuna mila zingine ambazo zimelaaniwa na tunaigaiga tu, tunashika. Lakini ukijiamini, ukijua mimi ni chumvi, mimi mwenyewe naweza nikaleta transformation hapa, inawezekana. Lakini sababu ya nini? Tumeshinda kujiamini. Ndio maana wakisema, Biblia inasema ile chumvi inatupwa inakanyanga. Ndio maana tumekanyangwa na watu, tumezarauliwa na watu, watu wanatuona kama sisi ni uchafu, ni mchanga tu bure. Maana unazungumza tu maneno lakini ni mchanga umekanyangwa, sababu chumvi ambayo imetupwa inakanyangwa, inakuwa confondi na mchanga. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana uweze kujua wewe ni chumvi namna gani. Nimekwambia hapana kuwa haraka haraka mambo ya kiroho sana sana. Aseme mimi nataka nimshaurie huyu mtu iko na shida, mambo nizungumzie mambo ya ndoa sana. Unataka kushauria mtu mwenyewe kwa ndoa, jiulize wewe mwenyewe mambo yako ni namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unataka nimfanyie Mungu kazi? Ndio. Nataka nimtumikie Mungu? Ndio. Je, umepitia hapo? Umekuwa affermi? Unajua affermissement inasaidia mtu. Wakati Paulo, nitasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 9 ama Actes des Apôtres 9 kuanzia 9:10 inasema, basi alipokuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania, Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Aseme Paulo alipompokea Kristo, Paulo alikuwa mtu ambaye alikuwa na asili, alikuwa katika asili ya Kiyahudi, na sasa ilibidi amtumikie Kristo, sababu alikuwa akiendelea hapo anasema atasumbuka kwa ajili ya kazi yangu, nitamuonesha kile ambacho atafanya, lakini inabidi afanyiwe kazi. Baada ya Paulo kumpokea Kristo, ilikuwa ni sauti yeye mwenyewe alisikia, ilibidi apelekwe kwa Yuda, ilibidi afanyiwe kazi, ili kwamba Biblia inasema macho yake yafunguke. Yaani alikuwa ni kipofu. Sasa kipofu atakuongoza kipofu namna gani? Mtu ambaye yako kwenye asili anaweza kukuongoza namna gani kwenda kwenye nuru? Mtu ambaye yako kwenye giza anaweza kupeleka kwenye nuru namna gani? Inabidi mtu afanyiwe transformation. Mtu amepitia affermissement, mtu amefunzwa neno la Mungu. Unajua watu wengi wanatamani kumtumikia Mungu lakini wanakataa kufunzwa. Bwana asifiwe. Watu wanatamani nimtumikie Mungu, nikuwe mtumishi wa Mungu, kujitwa tu majina, lakini inabidi ufunzwe, inabidi upondwe ili kwamba ufanyiwe kazi na uko kitu ambacho kinafaa. Kikitoka humu ndani kimekuwa pire kabisa, kizuri, kinaweza kikasaidia watu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri sana kujua
natamani sana, natamani. Lakini umepitia nini? Ni kitu gani ambacho utapelekea watu? Ni kitu gani ambacho utafunza watu? Ndio Biblia inasema, je, unawezaje kutarajia kuongoza taifa ama kundi la watu ama watu wa Mungu kama katika mambo ya nyumba yako wewe mwenyewe haujawahi unangangana na struggle? Unajua kanisa, nasema natamani sana kuwa askofu, natamani kuwa mchungaji, natamani kuwa nini, ni vizuri, lakini kuna mambo ndani, kuna mambo ya asili ambayo bado inakumbana na wewe. Utaweza kuongoza taifa la Mungu, sababu taifa la Mungu linaongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa wewe mtu ambaye uko bado asili, uko mtu natural, unaweza kuongoza watu wa kiroho namna gani? Unaweza kuongoza taifa la Mungu namna gani kama mambo ya ndani aseme inawezekanaje wewe mtu utaongoza watu wa Mungu ama watoto wa Mungu? Unaweza kuongoza namna gani kama wewe mwenyewe bado ni chumvi ambayo ni asili? Ni ngumu sana. Hawa watu wamekuwa transforme, wanatamani mambo mengi. Kwa hivyo kuna kile kitu ambacho ukishapitia ndio unajua nitasaidia hawa watu namna gani, sababu hii nimefunza, hii nimepitia, hii nimeona, Kwa hivyo ndio maana Biblia inasema chumvi, transformation, inabidi ikuwe purify, inakuwa pure, inakuwa mzuri, na ndio inasaidia kwa watu. Otherwise itakuwa ni giza. Biblia inasema hapa Paulo alipelekwa huko ili kwamba afanyiwe kazi. Baada ya kufanyiwa kazi akaone, atembea na macho, sababu inaonekana kazi alikuwa anaifanya katika upofu. Ilibidi apitie pale ndio atasaidia watu. Ndio maana unapata watu wengine anaongoza, anasukuma watu, lakini kifika watu wengine inakwama. Hata mtu akikuja, mtu ambaye amejaa na Roho Mtakatifu, anataka akusaidie kutoka hapa na pale, hapana, hawezi, anakataa. Kwa sababu ya nini? Yeye anajua ni yeye tu, ni mimi. Na sasa inakuwa nguvu sana. Sababu ya nini? Ule mtu kuna vitu zingine inabidi ziponde, inabidi ziponde zisiage kabisa, ili kwamba zio kabisa zina flow. Ni vizuri sana. Kumbe Mungu akusaidie sana ujue mimi ni chumvi ya namna gani. Nataka Mungu akurevelee siku ya leo ni kitu gani ambacho unahitaji. Wewe ndio unatamani kumtumikia Mungu, ni vizuri, ni jambo nzuri umechagua, lakini nataka mwambie Bwana, unitengeneze kwanza, unifanye chumvi, uniponde sana, uniponde kabisa, uniponde, ili kwamba niko mtu ambaye niko itile kufanyia watu kazi, niko mtu ambaye nitatumikia watu. Je, nitatumikia watu? Nitaweza kutumikia watu bila mshahara, bila kupewa kitu chochote? Ni kitu ambacho inabidi mtu amekuwa ameandaliwa, mtu ambaye ametengenezwa, mtu ambaye amefanywa. Maana wamekuchonga kwa sababu ya ile kazi, wamekuchonga kwa sababu ya ile kitu, na utakifanya na moyo mkunjufu sana. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie, akufungue macho ya kujua wewe ni chumvi ya namna gani, ni chumvi ya aina gani ambayo inaweza kuleta apeti ndani ya watu. Sababu ukikuwa chumvi ya asili, itakuwa ni matatizo, kutakuwa ni question mark. Wanajuza kuna mchanga kwa hii chumvi ama nini? Inabidi waichui, hata waichui itakuwa na mchanga ndani tu. Kumbe inabidi uelewe mimi ni chumvi ya namna gani. Nasema sisi ni chumvi ya dunia, sisi ni nuru ya ulimwengu. Je, nuru gani tunaleta? Chumvi gani, apeti gani tunaleta katika maisha ya watu? Hapana mambo mengine, apeti ndani ya maisha ya watu, vi spiritual ya watu inabadilika namna gani katika maisha ambayo tunafanya. Unaweza tunafanya kazi, lakini ile kazi ambayo tunayofanya, huduma ambayo tunayofanya inaadhiri watu namna gani? Mtu alianza mwaka 2, 3, 4, lakini wewe mtu ni ule tu, na bado anakula chumvi kila siku. Je, ni chumvi ya namna gani ambayo anakula ili kwamba isisaidie? Unajua chakula nayo, kuna chakula ambayo inasaidia. Kuna njoo unapata mtu yuko na malnutrition, kuna chakula ambayo anaandikiwa hii chakula itakusaidia, hii na hii itakusaidia. Kwa hivyo anaweza akakula na mwili inaharibika. Ile anataka nikwambie, Mungu akusaidie sana ujue wewe ni chumvi ya namna gani. Nataka ujiolee siku ya leo, ujue je, mimi nimekuwa faida kwa mtu fulani, mtu gani ambaye nimekuwa faida kwake? Sababu ushuhuda ndio italeta. Ni ile ushuhuda ndio watatu wanasema huyu mtu amenisaidia, huyu mtu maisha yangu nazungumza mambo ya kiroho, sizungumze mambo ya kimwili hapana. Unaweza kuwa una ushuhuda, unapeana, unatoaka pesa, unasaidia watu pesa, lakini maisha yako ya kiroho, ushuhuda wako haujaleta ladha kwa watu. Ndio unapata watu wengine, hata watu unapatia watu vitu, lakini wanakuwa ule mnafiki, ule anafanya ule, lakini maisha yako, kile kitu cha ndani ambao unasaidia watu, kutoa watu katika maisha ambao ni ya kuharibika na kuwaleta kwa Kristo, kuwasimamisha wasimame waone Kristo. Ile ndio kitu ambacho ninazungumzia. Kwa hivyo nataka Mungu akusaidie, Mungu akujalie neema ya kujua ni kazi gani, ni kitu gani ambacho ameweka ndani mwako, ili kwamba kifanye kazi properly, ili kwamba unajua kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Ni kama vile una mtu ana karama, ana kipawa cha kuimba, anaimba nyimbo za dunia, na kesho anasema nataka niimbe gospel. Eski umefanyiwa kazi gani ili kwamba niimbe?
umepitia ile, umepata hiyo chapa ya Roho Mtakatifu ndani mwako, ili kwamba uanze kuimbia Mungu, sababu ulikuwa naimba nyimbo za dunia. Je, umeokoka ili kwamba umepitia hizi hatua zote ili kwamba uanze kuimbia Mungu? Sasa unaona ni vitu ambazo ziko tofauti. Kuko transition pale, naomba upitie. Ile transition ndio ile affermissement, mtu anakuwa affermi, mtu anatengenezwa. Unajua, najua kuomba, najua hivi, nafanya nini. Mtu anafanyiwa kazi ili kwamba akuje kuwa msaada kwa kazi, asikuje kuwa mzigo kwa kazi. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kuja anakuwa ni mzigo kuliko kuwa msaada. Na ndio pale nataka nizungumze, ukifanyiwa kazi utakuwa msaada kwa watu. Ndio maana Yesu akasema, Anania, kuna mtu ninatuma kwa kufanyia kazi. Kuna watu ambao Mungu ametenga kwa sababu ya kufanyia kazi vyombo vyake, ili kwamba vinapofanyiwa kazi vinaingia field, zinaenda kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka nimalizie pale sababu muda wangu unaisha. Nataka nimalizie pale, nende niombe kwa ufupi tu. Mungu akusaidie. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema asante Bwana kwa ajili ya neno hili. Najua Bwana neno hili limekuja kwa sababu moja ama nyingine. Asante Bwana kwa ndugu ambaye ananifuata, kwa huyu dada ambaye ananifuata. Bwana majeshi, maisha yake unaijua. Amekutana na mambo mengi sana, amekutana na watu wengi sana, amekutana na chumvi za kila aina, lakini hakuwa anajua ni chumvi ya aina gani ambayo itamsaidia katika maisha. Asante Mfalme, najua neno hili limefikia mtu ambaye litamsaidia. Asante Bwana, asante Mfalme, asante Simba kabila Yuda. Wewe ni mwanzo na mwisho, wewe ni kimbilio langu, msaada wa karibu ni wewe. Baba, tegemeo letu ni kwako Bwana majeshi. Najua ni ngumu sana mambo haya wengine kuyasikia, lakini fungua masikio ya kiroho. Fungua masikio ya kiroho Bwana, waweze kuyasikia, ili kwamba iwe msaada katika maisha yao. Asante Bwana, asante Mfalme. Ninawabariki wote ambao wanasikiza ujumbe huu. Ninakuombea wiki nzima ya amani, wiki ya salama, wiki ya mafanikio na ya ushindi, wiki ya ufunuo, ili kwamba wapate kukujua wewe zaidi na zaidi. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu naomba na kuamini. Amen. Ubarikiwe sana. Uwe na wiki ya amani, wiki ya baraka, wiki ya mafanikio, wiki ya ushindi. Na kwa majaliwa ya Mungu tutakutana tena Jumapili ijayo. Mimi ni Pastor Sylvain kutoka Galilea Fellowship Ministries. Ubarikiwe sana. Baraka tele 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 na tele. Usisahau kushare na rafiki, usisahau kushare na ndugu, ili kwamba abarikiwe pamoja na wewe. Asante.